Eti siku hizi hakuna mishono, siku hizi hakuna mitindo mizuri, kila siku mitindo ni hiyo hiyo. Wewe unayenisikiliza hapo sasa hivi, unayenitazama, nani amekwambia kwamba siku hizi hakuna mitindo mizuri? Mitindo ipo mizuri na mingi sana. Ulijaribu kufuatilia channel ya TZ Fashion? Hii ndio channel ambayo sisi tunaelekeza mitindo mizuri, na ndio maana nikawaambieni kwamba fuatilieni sana TZ Fashion. Inatoa mafunzo, inatoa mishono mizuri. Wewe ni designer, hujui chochote, hii ndio channel ya wewe kuweza kukusaidia. Una changamoto yoyote ya mishono, hujui kudesign, sijui una umbile la kama simba, tumbo kubwa, fuatilia TZ Fashion. Hivyo vyote vinakata bila hata kukunywa drink gani, unaambiwa sijui kunywa drink gani, sijui fanya mazoezi. Hivyo vitu vyote vinaondoka utakapokuwa unafuatilia ndani ya TZ Fashion. Karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion, channel ambayo tunahusiana na masuala mazima ya fashion and design, zile mishono mikali, mishono classic ambayo inatoka, ina trendi, mishono ya zamani, unatamani kuvaa mshono wa zamani sana, mshono wa kanga, mshono wa kitenge, mshono wa leso. Hii ndio sehemu ambayo wewe ya kuweza kukusaidia kuweza kuangalia hivyo vitu vyote ambavyo wewe unavitaka. Sasa kama una kitambaa chako ambacho umepewa na rafiki yako siku ya birthday, ama ni siku ya kitchen party, sababu unajua tunafanya kitchen party nyingi sana, tunafanya usiku wa vyombo, tunapewa mazawadi mengi. Kitambaa unacho umekeka kabatini, unahangaika kutafuta mshono, hebu nenda kakitoe kwanza. Stopisha hii video, katafute kitambaa chako kakitoe, alafu njoo nacho hapa. Ukishakuja nacho, kaa nacho chini, then kiangalie vizuri. Leo nataka nikuambie kitu kimoja. Hicho kitambaa chako ambacho umekishika hapo mkononi mwako, kitambaa ambacho kimekaa kutoka mwaka jana, au ni birthday kutoka mwezi wa pili, mwezi wa kwanza, mwezi wa tatu, na hujakishona mpaka leo. Leo hicho kitambaa nenda kukishone. Kwa sababu gani? Vitambaa vina tabia moja, vina tabia ya maua kuja alafu na kuondoka. Kwa hiyo unakuja kushangaa unashona nguo ambayo tayari watu wameshavaa. Siku hizi mambo ni mengi. Kwa hiyo kitoe kitambaa chako alafu kiangalie vizuri. Leo nataka nikupe somo moja ambalo litakusaidia wewe kuweza kushona hiyo nguo yako. Siku hizi mafundi wengi wanakuwa hawana bei. Ukitaka simple dress wanakushonea kwa shilingi 4,000 mpaka 5,000. Sasa kama nguo umepewa zawadi, kweli utashinda kutoa shilingi 4,000 ukashona nguo yako nzuri na ukapendeza? Sasa kama kitambaa chako ni cha maua, kitambaa chako labda tuseme ni cha plaining, leo utaweza kujifunza. Kwa majina naitwa Latifa Isa, ni mwanzilishi wa channel ya TZ Fashion, lakini pia najishughulisha na swala zima la fashion and design. Kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video hii, basi tafadhali naomba bonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe yako chini ya hii video ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Maana TZ Fashion tuna upload video za mishono mizuri kila siku, mishono inayotoka, na pia kupata nafasi ya kuweza kujifunza mambo mengi ya kuhusu fashion. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji kutangaziwa na TZ Fashion, hii ndio sehemu yako wewe, itaweza kukusaidia wewe kutangaza biashara yako na TZ Fashion. Tunapatikana kwenye namba 0685114094, ipo chini ya hii video. Kama haujaisikia vizuri nitakuwekea hapo chini ili uweze kuiona hiyo namba yetu, na tunatangaza kwa shilingi 5,000 tu. Sasa mpendo wangu, kama nilivyokuambia hapo juu, leo tunataka tushone hiyo mishono ambayo nimekutajia hapo. Kama una kitambaa chako huko cha maua ama ni cha plaining, tukianza kwanza na kitambaa cha plaining. Haijalishi ni kitambaa chekundu, ni kitambaa cheupe, cheusi, nenda tu kwa fundi mwambie nataka kushona simple dress. Kama unahitaji nguo yako ipendeza na kitambaa ni cha zamani, kama ni cha plaining, jaribu kuweka maua kama hayo tunayoona kwenye hizi nguo. Then ukishaweka hayo maua, inakuwa nguo yako nzuri. Unaweza pia ukamwambia fundi, mimi nataka kudariziwa. Kwa hiyo fundi anajua jinsi gani ya kuweza kudarizi ile nguo yako. Kama unaenda kwa fundi ambayo anajitambua, fundi ambaye anashona vizuri, lazima fundi awe anajua kudarizi na kushona. Kwa hiyo unamwambia, bwana, mimi nataka unidesignie hii nguo yangu, ni ya siku nyingi sana, kwa hiyo nataka
niweze kuvaa hii nguo, watu wanishangae, wasijue kama hii nguo ni ya muda mrefu au kitambaa hiki ni cha muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukadarizi maua yoyote unayoyataka, kama ni plaining mbele peke yake, au unaweza ukadarizi chini, unaweza ukadarizi kwenye bega, alafu mwambie nataka gauni simple la manyama nje au la manyama ndani, ambayo tu inakuwa na mikono ya kawaida, au nataka tu shingo yangu iwe ya V. Let's say tuende na example ipo hivi. Unashona gauni ambalo linakuwa na round, shingo ni round, manyama nje, alafu unamwambia nataka unidarizie maduara matatu katika pembeni ya chini ya kifua au chini ya nyonyo, maduara matatu, then nipasulie kushoto na kulia. Hiyo ni simple dress na ni nzuri na inapendeza sana. Twende sasa katika kitambaa chetu cha pili, ambacho hicho ni kitambaa kile ambacho kinakuwa kina maua maua. Unakuta hapa sasa kuna vile vitambaa ambavyo vinateleza sana, alafu kuna vile vitambaa ambavyo ni chiffon ya kawaida au ni satin lakini kina maua maua. Unachotakiwa kukifanya pia, kama unataka ukichanganyia na plaining kinapendeza, unaweza ukichanganyia huko chini ukavuta marinda na nguo ikawa smart. Siku hizi mambo ya kuvuta marinda siku hizi kidogo yanazidi kuchangamka, yaani kila siku inakuwa watu wanaleta mambo mapya ya kuchanganya rangi. Kwa hiyo unaweza ukamesh, kama kitambaa chako kimesheheni sana white na kina white labda na pink, chukua pinki alafu weka chini, au weka tu pinki kwenye mikono, alafu sasa akuwekee tu kama ni kitambaa cha kawaida, hakitelezi. Lakini kama kinateleza, kanunue kitambaa kingine plaining cha mita 2. Shona gauni lako la tight ndani, then ile nguo inakuja juu. Lakini sasa inapokuja juu, hakikisha kwamba hapa mbele unachana kutoka kwenye kitovu kushuka chini, maana siku hizi yale magauni ambayo yanachana yanakuwa moja kwa moja kama mfano wa madera ya siku hizi yamepotea. Kwa hiyo tukachana kuanzia kwenye tumbo mpaka chini na ukapendeza sana. Ndani unaweza ukavaa gauni au unaweza ukavaa suruali, ni vile ambavyo utakavyokuwa unapenda. Yaani kila mtu anakuwa na favorite, anapenda, mwingine anapenda kuvaa suruali, mwingine anapenda kuvaa skirt. I hope katika video hii sasa utakuwa umejifunza, umeelewa kitambaa cha zamani kinaweza kikarudishwa kuwa kipya. Una kitambaa huko, nenda kwa fundi, mwambie nataka kushonewa nguo, nataka kuvaa, na mashono ni shilingi 4,000 tu. Simple dress mtu anakushonea. Usiweke kitambaa kabatini. Kabatini sio sehemu ya kuhifadhi vitambaa, hiyo ni sehemu ya kuhifadhi nguo, sio vitambaa. Vitambaa umepewa, mikanga umepewa, itoe, nenda kashoni, uvae, upendeze. So kila siku mtu ana dera moja kati, hali ya kuwa wewe jamani ukienda kabatini una vitambaa vyote umeviweka, haihusu, si ndio kipenzi? I hope mmewapenda sana vipenzi vyangu. Niandike tu comment hapo kama unapenda video hii.